السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Mtukufu Ayyadhahullah Ta'ala Ibn Aziz anasema
tafsiri ya aya hizi ni kama tayo: enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa wa kabla yenu, ili mpate kumungu. Kwa siku zilizohesabiwa, lakini miongoni mwenu awaye mgonjwa au katika safari, basi atimize hesabu katika siku zingine. Na wale wanaoweza watoe fidhia kwa kumlisha maskini, na atakayefanya wema kwa radhi ya nafsi yake, basi ni bora kwake. Na kama mkifunga ni bora kwenu ikiwa mnajua. Hazur anasema mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa Ramadhan ambao imeteremshwa humo Qur'ani kuwa mwongozo kwa watu na ishara ziliwazi za mwongozo na kipambanuzi. Basi miongoni mwenu atakayeona mwezi afunge saumu, na mwenye kuwa mgonjwa au yumo safarini, basi atimize hesabu katika siku zingine. Allah huwatakieni yaliyo mepesi, wala hawatakieni yaliyo mazito, na pia huwatakieni mtimize hesabu na kumtukuza Allah kwa kuwa amewaongozeni na ili mpate kumshukuru. Na waja wangu wakuulizapo juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu, na yaika maombi ya mwombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. Hazur anasema katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kuhusu kulazimishwa kwa saumu, na vile vile ameeleza kuhusu umuhimu wake, na ameeleza jukumu ya waaminio, na vile vile ametuambia njia za kupokelewa maombi. Mungu amesema kwamba ametuletea mwezi ambao Mwenyezi Mungu anakuja karibu na waja wake, na shetani anafungwa. Wakati Mwenyezi Mungu anatufungulia milango ya baraka zake na fadhila zake, katika hali hii si tunatakiwa kiasi gani tuitikie, na tunatakiwa tutimize haki za saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ikiwa nyinyi mnajua kwamba Ramadhan ina fadhila gani, baraka za aina gani, na namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha fadhila zake juu yetu katika mwezi wa Ramadhan, basi katika Ramadhan mungekuwa na hamu hii kwamba Ramadhan iendelee mwaka mzima, na tuendelee kukusanya rehema na baraka za Mwenyezi Mungu mwaka mzima. Basi Mwenyezi Mungu ametulazimisha tufunge saumu, na amefanya hivi kwa ajili ya khairi yetu, na tunaweza kupata baraka zote kwa kupitia Ramadhan. Hata madaktari ambao si Waislamu wao pia wanakiri na wanakubali kwamba kwa sababu ya kufunga saumu mtu anapata afya njema, yani afya yake inaboreka. Hata wengine wameanza kuandika kwamba kwa sababu ya kufunga saumu
mtu anapata utaratibu katika maisha yake, basi mwaminio nakuwa na uzoefu. Hata kama watu wa dunia wanasema wanaeleza baraka za Ramadhan au hawaelezi, lakini mwaminio anajua tayari baraka zake na faida yake ni nini. Ikiwa Ramadhan au saumu inaboresha afya ya mtu, hivyo ndivyo saumu inaboresha hali yake ya kiroho pia, na saumu inaboresha maisha yake ya kiroho marudufu. Sisi tunataka katika mwezi wa Ramadhan tufanye juhudi sana ili tuweze kupata maendeleo katika maisha yetu ya kiroho. Katika aya hizi nilizozisoma, Mwenyezi Mungu amesema kwamba Muislamu amelazimishwa kufunga saumu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kuacha kula na kunywa si saumu, bali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kwamba lengo la Mwenyezi Mungu ni kwamba mupunguze chakula cha kidunia na muongeze chakula cha kiroho. Anayefunga saumu anatakiwa akumbuke kwamba funga saumu si maana yake hii kwamba mtu aache kula na kunywa, bali yeye anatakiwa aendelee kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ili yeye aje karibu na Mwenyezi Mungu, na yeye katika ibada ya Mwenyezi Mungu na katika zikri ya Mwenyezi Mungu azidi, na yeye aache mambo ya dunia. Bila shaka mtu anapoishi duniani analazimika kufanya kazi za dunia, lakini licha ya kuwa na hali hii kwamba anafanya shughuli za dunia, anatakiwa aendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu, anatakiwa afanye ibada. Sayyidina Muhammad sallam anasema saumu maana yake ni hii kwamba mtu aache chakula cha kimwili, yeye apate chakula kingine ambacho ni chakula cha kiroho, na ni chakula cha kuleta utulivu katika maisha ya kiroho. Wale watu ambao wanafunga saumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hawafungi kwa ajili ya kuonyesha wengine, hawa wote wanatakiwa wamtukuze Mwenyezi Mungu na waendelee kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia alisema katika hadithi yake kwamba Mwenyezi Mungu hahitaji kwamba muache kula na kunywa, kisha kwa kueleza jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu amelazimisha saumu, Mungu anasema kwamba saumu imelazimishwa ili nyinyi mche Mwenyezi Mungu. Na ucha Mungu ni nini? Ucha Mungu ni huu kwamba nyinyi muepukane na udhaifu na maovu ya kila aina. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema Mwenyezi Mungu hataki kwamba nyinyi muache kula na kunywa. Ikiwa saumu haileti ucha Mungu kati yenu, katika hali hii haina faida ya kuacha kula na kunywa. Ikiwa mtu hapati maendeleo katika ucha Mungu, katika hali hii kufunga saumu haina maana yake. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoa mfano hivi, anasema kwa ajili ya kuwa mcha Mungu mtu anatakiwa yeye aepukane na dhambi kama zina na uizi, na vile vile kunyang'anya haki za wengine, na kufanya kazi au vitendo kwa ajili ya kuonyesha wengine, na vile vile mtu aache ubahili, yani mtu aache maovu haya makubwa yote. Moja na hii anatakiwa aache tabia mbaya, na dhidi yake ashike tabia njema na apate hulka njema. Yeye atendee watu vizuri na awatendee kwa hulka njema, yani yeye aboreshe hulka zake. Sayyidina Muhammad sallam anasema aonyeshe utii wa hali ya juu na awe mtiifu wa Mwenyezi Mungu wa hali ya juu.
kitu hiki ni muhimu sana kwa ajili ya kupata ucha Mungu, yani mtu awe mtiifu hali ya juu ya Mwenyezi Mungu na yeye ajenge mahusiano mazuri, yeye atimize haki zote za Mwenyezi Mungu, na vile vile pamoja na hii atimize haki za watu na awahudumie watu wote. Yani yeye atoe huduma ya aina hii kwamba watu waseme kwamba huyu bila shaka anatoa huduma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hana nia ingine wala hana tamaa ingine wala hana masilahi ingine isipokuwa hii kwamba anataka wakaribu na Allah. Kwa sababu ya mambo haya yote mtu anaitwa mcha Mungu, na wale watu ambao wanakuwa na hulka hizi zote basi hawa wanakuwa wamchao Mwenyezi Mungu. Kama hulka moja inapatikana katika mtu, basi yule mtu hawezi kuitwa mcha Mungu mpaka hulka hizi zote zipatikane yake. Kwa ajili ya watu wa aina hii Mwenyezi Mungu amesema la khawfun alaihim wala hum yahzanuna, yani wao hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Yani Mwenyezi Mungu amewapatia dhamana hii kwamba hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Zaidi hii wao wanataka nini? Ikiwa wamepata dhamana ya Mungu, zaidi hii wanahitaji nini? Mungu mwenyewe anakuwa rafiki yao, kama Mwenyezi Mungu alisema wa huwa yatawalla salihina. Katika hadithi imeelezwa hivi kwamba Mwenyezi Mungu anakuwa mikono yao kwao wanashika, anakuwa macho yao kwayo wanaona, Mungu anakuwa masikio yao kwayo wanasikia, Mungu anakuwa miguu yao kwayo wanatembea. Na katika hadithi nyingine imeelezwa hivi kwamba yule ambaye anakuwa mdui wa wali wangu, mimi namwambia kwamba uwe tayari kupambana nami kwa sababu wewe ni mdui wa rafiki yangu. Kisha ikiwa mtu anashambulia wali wa Mwenyezi Mungu, Mungu anamshambulia kama simba anashambulia ambaye aliyanganywa mtoto wake. Ikiwa mtu anakuwa ucha Mungu wa hali hii, basi katika hali hii saumu inamleta mtu katika kinga cha Mwenyezi Mungu. Hazrat Abu Huraira anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu anasema kila kitendo cha mtu ni kwa ajili ya nafsi yake isipokuwa saumu. Saumu ni kwa ajili yangu mimi. Mungu anasema kwamba mtu anafunga saumu kwa ajili yangu mimi, yani waaminio wa kweli wa hakika wanafunga saumu kwa ajili ya Allah. Wakati yeye anafunga saumu kwa ajili yangu mimi, ninakuwa ujira wake. Hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba saumu ni ngao. Wakati yeyote anapofunga saumu, basi yeye aipukane na mambo yote mabaya, na vile vile aipukane na matukano ya aina. Asitumie maneno ya ufedhuli. Ikiwa yeye anatukanwa na mtu mwingine au ikiwa mtu anapigana naye, basi yeye aseme kwamba mimi nimefunga saumu, mimi sitaki kujiingiza katika mambo ya ufedhuli kwa sababu mimi nimefunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kueleza hii alisema kwamba wallahi mikononi mwake imo maisha ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba harufu ya mfungao saumu ni bora zaidi kuliko kasturi, kuliko miski. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mfungae saumu anapata furaha mbili. Furaha ya kwanza ni wakati anapofungua saumu, yani anapofuturu saumu, basi anapata furaha. Na furaha ya pili atapata wakati atakapokutana na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema kwamba yeye ndiye ni ujira wa saumu, na yule ambaye anafunga saumu kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala, yeye atapata
ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hii ndiyo ni ucha Mungu halisi ambao muamini anatakiwa awe nao. Na yule ambaye anafunga saumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anafanya juhudi ili apate ucha Mungu wa aina hii. Mtu anatakiwa afunge saumu bila kuwa na tamaa ya dunia. Vile vile anatakiwa aepukane kutoka katika udhaifu wa kila aina, na yeye asifurahi juu ya hii tu kwamba nimefunga saumu. Wapo duniani wengi ambao wanafunga saumu kwa kidhahiri, wanafunga saumu lakini sala zao si kama inayotakiwa zisali, wala saumu yao sio kama wanatakiwa wafunge. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba shetani anafungwa pingu, yani yeye anafungwa. Ikiwa shetani anafungwa, kwa nini maovu yanaendelea duniani katika mwezi wa Ramadhan? Saumu inakuwa ngao kwa ajili ya yule, na analindwa na shetani yule tu ambaye anaelewa uhakika wa saumu, na kwa kuelewa hii anamcha Mwenyezi Mungu. Hii ni lengo kwalo tunatakiwa tuendelee kulizingatia. Pengine Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hayo pia, kwamba bila shaka katika Ramadhan milango ya pepo inafunguliwa na milango ya moto inafungwa na shetani anafungwa. Lakini licha ya kuwa na hali hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukumbusha na alituonya kwamba katika hali hii mtu anapata Ramadhan lakini yeye hapati msamaha, basi wakati gani yeye atasamehewa ikiwa hakusamehewa katika Ramadhan? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa nasaha hii kwa ajili ya Waislamu. Anawasihi wale watu ambao Mwenyezi Mungu aliwaambia kwamba saumu imelazimishwa juu yenu, ili nyinyi katika siku hizi za Ramadhan mufanye ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo ndivyo mujaribu kuboresha hulka zenu. Ikiwa nyinyi hamfanyi hivi, basi kuja kwenu Ramadhan na kufungwa kwa shetani na kufunguliwa kwetu milango ya pepo na kufungwa kwa milango ya moto haitakuwa na faida kwetu hata kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu ni pana sana. Ikiwa kwa kuwa na rehema aina hii, ikiwa nyinyi hampati msamaha, wakati gani mtapata msamaha wa Allah? Basi sisi tunatakiwa tusiendelee kupongeza kwa sababu ya hii kwamba Ramadhani kuja, bali tunatakiwa tukuchunguze, je, sisi tunafunga saumu sawa na lengo na Ramadhan? Je, tunafunga sawa na heshima ya Ramadhan? Mwenyezi Mungu atujalie si uweze kufunga hivi, na Mwenyezi Mungu aendelee kutusitiri na kutugufiria. Kisha katika aya ifuatayo Mwenyezi Mungu anasema, katika hali gani nyinyi hamtakiwi mfunge saumu? Lakini kabla Mungu hajaeleza jambo hili, Mungu amesema kwamba mimi mwenyewe nakuwa ujira wa saumu, na yeye amesema kwamba mimi nasamehe waja wangu. Kwa kuwa na hii, nyinyi msidhani kwamba kwa sababu ya kufunga mnafanya dhabihu kubwa sana, na kwa sababu ya hii tumepata ghufira au msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka rehema ya Mwenyezi Mungu ni pana sana, ni juu ya kila kitu. Lakini kufunga saumu sio kujitolea sana. Wakati wa daku ya asubuhi sisi tunakula chakula, tunashiba vizuri, na wakati wa futari pia sawa na hiari yetu sisi tunakula chakula au vyakula.
basi katika hali hii kuna kitu gani cha kujitolea? Ni siku chache tu katika mwaka mzima ambamo tunalazimika kufunga. Wapo wengine ambao kwa kufunga wanasema kwa fahari sana kwamba sisi tumefunga saumu. Basi inatakiwa eleweke kwamba kufunga saumu sio kujitolea kubwa sana, kwamba mtu aseme kwamba amejitolea sana. Sifa ya maaminio ni kwamba hata yeye akijitolea sana, yeye anaendelea kutafuta njia mbalimbali ya kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yoyote Mwenyezi Mungu anasema kwamba ni siku zilizohesabiwa ni 12% ya mwaka mzima. Kwa hivyo msidhani kwamba mmejitolea sana. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika Ramadhan Mungu anawapatieni rehema yake katika siku hizi chache. Ikiwa nyinyi mnakuwa mgonjwa au mnalazimika kusafiri, katika hali hii nyinyi mmepewa ruhusa ya kutokufunga, na saumu hizi mnaweza kufunga katika siku zingine mwaka. Lakini yule ambaye ni mgonjwa na ni mgonjwa kweli kweli na daktari amemwambia kwamba yeye asifunge saumu, basi yeye anatakiwa amlishe maskini. Ikiwa yeye anaye uwezo, basi amlishe maskini. Isipokuwa yule ambaye mwenyewe ni maskini, hana uwezo wa kumlisha mwingine. Pengine kila mtu anatakiwa amlishe maskini ikiwa yeye hawezi kufunga saumu. Ikiwa mtu anaweza kutoa zaidi, basi yeye anaweza kutoa fidia, na baadaye anaweza kufunga saumu pia wakati atakapopata afya. Sayyidina Muhammad sallam alisema kwamba Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu zaidi ya uwezo wake. Anasema sawa na uwezo wenu mutoe fidia na muahidi kwamba mimi nitafunga saumu zote bila kuacha. Sayyidina Muhammad sallam alisema nilipata wazo siku moja, kwa nini Mungu aweka fidia? Nilipofikiria basi nikapata jibu mwenyewe kwamba Mungu amesema tutoe fidia ili tupate uwezo na tuweze kufunga saumu. Amesema Mwenyezi Mungu anaye uwezo juu ya kila kitu. Yeye anaweza kumpatia uwezo yule mtu ambaye ni mgonjwa sana, yani yule ambaye ana maradhi ya kifua, yule pia mkitaka anaweza kumpatia afya, na yeye pia anaweza kufunga saumu. Kwa hivyo kwa kutoa fidia, Mungu amesema kwamba mwanadamu apate uwezo, na uwezo anaweza kupata kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi naona kwamba mtu afanye dua hii kwamba Mola wangu, mwezi huu ni mwezi mwenye baraka sana, lakini mimi siwezi kufunga na sijui mwakani nitakuwa hai au si hai, au nitaweza kufunga saumu ambazo sikuweza kufunga saumu katika mwezi huu. Huenda mimi sitakuwa na afya na sitaweza kufunga saumu mwakani. Basi kwa kusema hii, mtu muombe Mwenyezi Mungu uwezo na baraka zake ili yeye aweze kufunga saumu. Basi fidia wanaweza kutoa wale ambao ni wagonjwa, na wale ambao watakapopata afya wanatakiwa wafunge saumu baadaye. Yani wanatakiwa watoe fidia, na wakipata afya wafunge saumu. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba wale ambao wanapata afya baadaye, wao wasitegemee fidia peke yake, bali wanatakiwa baadaye wakipata afya wafunge saumu pia. Na wao wakisema hii tu kwamba sisi tulitoa fidia, hatulazimiki kutoa kufunga saumu, basi kwa sababu ya hii wao wataleta bid'a katika Islam. Hata kama wao wametoa fidia, baadaye watakapopata afya njema, afya, wanalazimika kufunga saumu. Anasema ambaye
ni mgonjwa na wale wakina mama ambao ni wazito, wao wakitoa fidia hii inatosha kwao. Lakini pamoja na fidia mtu analazimika aendelee kufanya ibada na vile vile aendelee kufanya vitendo vizuri. Yeye asitegemee fidia peke yake, bali pamoja na fidia afanye vitendo vizuri na vile vile afanye ibada. Ikiwa hawa wanafanya hivi watapata baraka za Ramadhan. Katika hali hii, ikiwa wanaendelea kufanya vitendo vizuri na vile vile wanatoa fidia, kwa kutoa fidia mtu anasahau sala na vile vile anasahau wema, anasahau mema. Kwa sababu hii mtu hawezi kuwa mwaminio wala yeye hawezi kupata baraka kutoka katika Ramadhan. Kisha Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii kwamba ikiwa mnafanya kazi au kitendo kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu, basi Mungu ataleta matokeo yake mazuri. Fama tatawwa khairan, yani maana yake ingine ni kwamba ikiwa mnafanya kazi ya nafali, ile kazi pia itakuwa bora. Yani mtu anatoa fidia zaidi hata kama yeye anafunga saumu, au mtu hakuweza kufunga saumu leo na anasema atafunga kesho. Katika hali hii pia anatoa fidia. Hii ni tatawa, yani mema iliyo zaidi, na Mungu anasema kwamba kitu hiki ni bora kwenu. Ikiwa mtu anafanya mema kwa kujilazimisha, yani mema ambayo analazimika kufanya, anafanya yale mema, au mtu anafanya nafali, basi Mungu anampatia ujira wake. Kisha Mwenyezi Mungu amesema kwamba jueni kwamba kufunga saumu kwenu bora zaidi. Kisha katika aya ifuatayo Mwenyezi Mungu anasema, katika mwezi wa Ramadhan tuliteremsha Qur'ani tukufu ambayo ni mwongozo kwenu na vile vile ni ishara zilizo wazi na ni mwongozo na ni kipambanuzi. Basi Ramadhan na Qur'an ina uhusiano mkubwa. Yani katika Ramadhan mtu anatakiwa asome Qur'ani tukufu na afanye tafakur katika Qur'an na aje kutafuta amri za Mwenyezi Mungu, na kwa kutafuta amri afanye juhudi ya kufuata amri zote, ili kwa kufuata amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kupata baraka katika saumu za Ramadhan. Kila mtu hawezi kujua maana ya undani ya Qur'an tukufu. Kwa hiyo wakati mtu anaposoma Qur'an tukufu anatakiwa asome tafsiri yake, na pamoja na hii sehemu yote ambapo darsi imepangwa katika misikiti anatakiwa hudhuria darsi na apate faida. Hivyo ndivyo katika MTA kuna darsi ya Qur'an inatolewa, kwa hiyo anatakiwa apate faida kutoka katika darsi hii. Kuna darsi halifa wa 4 inayoonyeshwa katika MTA, anatakiwa apate faida. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika Ramadhan mtu anatakiwa asome Qur'an tukufu zaidi. Mwanajumuiya anatakiwa asome Qur'an tukufu katika siku za kawaida, lakini katika Ramadhan anatakiwa afanye juhudi na awe na mpango maalum wa kusoma Qur'an, pengine saumu yake haitakuwa faida. Hususan katika Ramadhan Mwenyezi Mungu amesema Qur'an tukufu iliteremshwa humo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitusihi kwamba tusome Qur'an. Sisi ni wenye bahati nzuri kwamba Mwenyezi Mungu katika dhama hizi alitujalia kwamba tulimpokea mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alitufungulia maana ya ndani za Qur'ani tukufu na vile vile alitufundisha tafsiri ya Qur'ani tukufu.
hivyo ndivyo alitukumbusha tuheshimu qurani tukufu na vile vile alitukumbusha tufanye tafakur katika maana za qurani tukufu katika tafsiri ya qurani na alisema kwamba kiasi gani mnatakiwa musome Qur'an kwa makini na mufanye juhudi ya kufuata amri zote za Qur'an tukufu na mnalazimika kuleta mabadiliko katika nafsi zenu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kuna tofauti katika elimu ya dunia na katika elimu ya Qur'ani tukufu. Kuna tofauti kubwa sana katika elimu hizi zote mbili. Anasema kwa ajili ya kupata elimu ya dunia mtu hatakiwi awe mcha Mungu. Sarf wa nahw na falsafa na kwa ajili ya masomo mengine mtu hatakiwi awe mcha Mungu. Yani akitaka kusoma falsafa na astronomy au anataka kusoma elimu ya matibabu, kwa ajili ya masomo haya yote mtu hatakiwi lazima awe mcha Mungu ndipo atapata elimu hii. Wala sio lazima kwamba aswali swala au funge saumu. Jambo hili ni muhimu sana, lakini kwa ajili ya kuelewa Qur'an tukufu mtu anatakiwa afunge saumu na vile vile aswali swala na vile vile anatakiwa apate maendeleo katika ucha Mungu. Sayyidina Muhammad anasema kwa ajili ya elimu ya dunia halazimiki awe mcha Mungu au aswali swala au afunge saumu au azingatie amri za Mwenyezi Mungu. Jambo hili halihitajiki kwa ajili ya elimu ya dunia, lakini kwa ajili ya elimu ya Qur'an tukufu mtu anatakiwa awe mcha Mungu na anatakiwa azingatie kila kauli yake na amali yake. Kwa ajili ya kusoma Qur'ani tukufu na kwa ajili ya kupata elimu ya Qur'ani tukufu anatakiwa afuate amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema yeye anatakiwa aishi maisha yake sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Hata baadhi wakati tumeshuhudia kwamba watu wa dunia wanaotafuta elimu ya dunia wengine hawamwamini Mwenyezi Mungu, lakini wanapata elimu ya dunia. Katika nchi za Ulaya na Marekani hawa watu wamepata maendeleo sana katika elimu ya kidunia na wanatengeneza vitu mbalimbali, lakini hali yao ya kiroho ni mbaya sana. Azura anasema kwamba siku hizi hali imekuwa mbaya zaidi. Kwa jina la uhuru wameharibika sana na wanaendelea kuanguka katika hulka zao njema. Sayyidina Muhammad anasema kwamba katika London na vile vile katika hoteli ya Marekani mambo yanatokea sisi hatuwezi kueleza, lakini inatakiwa kwa ajili ya kupata elimu ya bingu na kwa ajili ya kupata elimu ya Qur'an tukufu mtu anatakiwa awe mcha Mungu na vile vile yeye anatakiwa atubu kweli kweli. Maadamu mtu hafanyi hivi kwa unyenyekevu sana na yeye hafuati amri zote za Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, hivyo ndivyo yeye ikiwa hamaogopi Mwenyezi Mungu, ikiwa yeye hafanyi hivi basi hawezi kufunguliwa milango ya elimu ya Qur'ani tukufu na yeye hawezi kupata maarifa ya Qur'ani tukufu. Kwa hiyo anaweza kupata utulivu wa kiroho. Basi kwa ajili ya kuelewa elimu ya Qur'ani tukufu ucha Mungu ni jambo la msingi. Sayyidina Muhammad amesema Qur'ani tukufu ni kitabu cha Allah na elimu yake ni mikononi mwa Allah. Basi kwa ajili ya hii ucha Mungu ni sharti na ucha Mungu ni kama ngazi. Ikiwa mtu anakuwa na ngazi ya ucha Mungu basi yeye anaweza kupata elimu ya Qur'ani tukufu. Amesema yule ambaye hana imani ni mtu mbaya, na mtu ambaye anakuwa na tamaa ya dunia aweze kupata elimu ya Qur'an tukufu. Basi mtu kwa kujiita Muislamu
na anajua elimu ya dunia ya sarf na nahv, na vile vile anajua elimu sana, na ye anakuwa mtaalamu wa duniani na anajulikana kama ni mtaalamu wa dunia, na yeye anajua grammar na vile vile anajua elimu zingine, na yeye anafanya tafsiri ya Qur'an tukufu. Ikiwa anakuwa na mambo haya lakini hatakasi nafsi yake, yeye hawezi kupata elimu kweli kweli ya Qur'an tukufu. Mimi naona kwamba siku hizi watu wameelekea dunia na wanaangukia dunia, na watu wa Ulaya wanashangaa sana kwa sababu ya elimu yao. Na watu wameangukia dunia na wanafanya watu wa Ulaya kuwa maimamu wao. Hii ndiyo ni hali ya Waislamu wa siku hizi. Lakini wale ambao ni Waislamu na wanasema kwamba wao ni wasaidizi wa Islam, muktasari wa maisha yao ni hii kwamba wao wanaendelea kuzungumza na kudili kuhusu sarf na nahv, na wanaendelea kugombana kuhusu elimu ya juu, na wanaendelea kugombana kuhusu lugha ya Kiarabu na kuhusu sarf na nahv na kuhusu tajwid, na hawazingatii maana ya Qur'an tukufu. Hawezi kuzingatia elimu ya Qur'an tukufu kwa sababu hawatakasi nafsi zao. Kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallam anasema kwamba wanajumuia wanatakiwa wasiangukie dunia, bali wanatakiwa wapate elimu ya Qur'an tukufu. Kisha safari fulani mmoja alimuuliza Sayyidina Muhammad sallam, tusome Qur'an tukufu namna gani? Sayyidina Muhammad sallam amesema kwamba unatakiwa usome Qur'an tukufu kufanya tafakur na kwa makini sana. Katika hadithi imepatikana ruba karin yal'anuhul Qur'an, yani wapo wasomaji wa Qur'an tukufu wengi ambao wanalaaniwa na Qur'ani tukufu. Yule mtu ambaye anasoma Qur'an lakini hafuati Qur'an, basi Qur'ani inamlaani. Amesema wakati wa kusoma Qur'ani tukufu, wakati aya Qur'ani tukufu eleza rehema ya Mwenyezi Mungu, kule mnatakiwa muombe rehema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na katika aya ambamo ghadhabu ya Mwenyezi Mungu imeelezwa, kule mnatakiwa muombe kinga cha Mwenyezi Mungu kutoka katika ghadhabu yake na kutoka katika adhabu yake. Na mnatakiwa musome Qur'an tukufu kwa makini, na vile vile mnalazimika kufuata amri zake zote. Hii ndiyo ni njia ya kusoma Qur'an tukufu kweli kweli. Katika siku hizi za Ramadhan, wakati tumeanza kusoma Qur'an tukufu, tunatakiwa tusome Qur'an tukufu kwa nia hii. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema muwe waangalifu na msiende kinyume na mafundisho Qur'an tukufu hata hatua moja. Na waambieni kweli kweli kwamba yule mtu ambaye anakataa amri moja kutoka katika amri 700 za Qur'an tukufu, yeye mwenyewe anafunga mlango wa wokovu juu yake. Qur'an ilitufungulia njia ya wokovu, basi musome Qur'ani tukufu kwa makini sana, na vile vile muipende Qur'ani, na muipende Qur'ani kiasi hamkuipenda kitu kingine. Kama Mwenyezi Mungu ameniambia al-khairu kulluhu fil Qur'ani, yani khairi zote inapatikana ndani ya Qur'ani tukufu, na jambo hili ni jambo la kweli. Anasema nasikitika juu ya wale watu ambao wanatanguliza vitu vingine juu ya Qur'ani tukufu. Amesema ufaulu wenu na wokovu wenu ni ndani ya Qur'ani tukufu. Hakuna dharura yenu ya dini ambayo haipatikani ndani ya Qur'ani tukufu. Min ghairi ya Qur'an tukufu, chini ya bingu hakuna kitabu kingine ambacho kinaweza kuwapatieni mwongozo. Mtu anaweza kupata mwongozo kwa kupitia Qur'an tukufu peke yake. Amesema Mwenyezi Mungu amefanyieni ihsani kwamba amewapatieni kitabu kitwacho Qur'an tukufu, na waambieni kweli kweli kitabu ambacho kilisomewa juu yenu, ikiwa kitabu hiki kingesomewa juu ya Wakristo basi ingeangamia. Na neema mliyopata na mwongozo mliyopata, ikiwa Mayahudi wangepata neema hii badala ya Taurat, basi wale wasingepotea. Basi muheshimu neema hii mliopewa. Sayyidina Muhammad amesema kwamba neema hii ni neema nzuri sana, na
ikiwa Qur'ani isingekuja basi dunia ingekuwa kitu kichafu. Qur'ani ni kitabu ambacho dhidi yake mwongozo mwingine yote haina thamani. Basi kusoma Qur'ani tukufu na kuelewa tukufu, na tunatakiwa tufuate mwongozo ulioelezwa ndani ya Qur'ani tukufu. Katika Ramadhan watu wengi wanasoma Qur'ani tukufu. Basi ikiwa wanaanza kusoma katika Ramadhan, natakiwa waendelee kusoma katika maisha yao yote. Mwenyezi Mungu amekumbusha waaminio wasome Qur'ani katika Ramadhan. Sababu ke ni hii kwamba baada ya kupita katika Ramadhan wakati tutakaposoma Qur'ani kwa makini, basi katika siku za kawaida pia tutakuwa na tabia ya kusoma Qur'an. Pengine ikiwa hatufanyi hivi, basi haina maana ya kusema kwamba Ramadhan imeteremshwa ndani ya Qur'an tukufu. Muamini ni yule ambaye anatafuta mema na anaendelea kufanya mema bila kuchoka. Neema hii Mwenyezi Mungu alitupatia kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa tufanye juhudi ili Qur'an iwe mwongozo kwa ajili yetu. Kisha baada ya aya hii Mwenyezi Mungu anasema mnalazimika kufunga saumu, na wasafiri na wagonjwa wanatakiwa wafunge baadaye, na wao wasitegemee fidia peke yake. Mungu ametufanyia ihsani wakati aliposema kwamba hatutakiwi tufunge saumu katika safari au katika hali ya ugonjwa. Kisha Mwenyezi Mungu anasema katika siku za saumu kumbuke Allah subhanahu wa ta'ala na mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amewapatieni kitabu hiki chenye mwongozo kamili, na tunaweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wakati tutakapofuata Qur'ani tukufu kweli kweli. Kisha katika aya ifuatayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waja wangu wale ambao wananitafuta, wale ambao wananitafuta katika Ramadhan na wananitafuta sana katika Ramadhan, basi mimi nipo karibu nao, mimi nasikia maombi yao. Wakati watakaponiomba moyo safi, mimi nitapokea maombi yao. Lakini kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi ni lazima kwamba yule ambaye ananiomba yeye pia aniitikie, yeye ya akubali amri zangu zote, yeye aimarishe imani yake juu yangu. Zura anasema kwamba kuwa na malalamiko haya kwamba sisi tunafanya maombi ilifanya maombi sana, lakini Mungu hakupokea maombi. Yani baada ya siku chache wanaanza kuleta malalamiko haya kwamba maombi yao hayakupokelewa. Lakini ikiwa sisi hatufuati mwongozo wa Mwenyezi Mungu, sisi hatutafuti mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu wakati tunapokuwa na shida, baadaye tunamsahau. Katika hali hii namna gani tunaweza kuwa na malalamiko kwamba Mungu hakukubali maombi yetu? Kwanza sisi tunatakiwa turekebishe hali zetu. Kwa ajili ya kurekebisha hali zetu tunatakiwa kufanya juhudi, na vile vile kwa ajili ya kupata fadhila na Mwenyezi Mungu tunatakiwa tufanye maombi. Ndio maana tunalazimika kufanya dua, ndipo Mwenyezi Mungu atatuteremshia utulivu na rehema zake. Ikiwa mtu anapata utulivu wa moyo, ni dalili kwamba maombi yake yamepokelewa. Mwenyezi Mungu katika hali hii atakubali maombi yetu. Kwanza tunalazimika kufanya juhudi katika mwezi wa Ramadhan.
waaminio watakapofanya juhudi ili maombi yao yapokelewe, basi katika hali pia anapokea maombi. Basi sisi tunatakiwa tufanye juhudi maalum. Pengine hatuna haki ya kuleta malalamiko kwamba Mungu hakukubali maombi yetu. Tunatakiwa tufanye hali zetu za aina hii ambazo zinahitajika kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, yule mtu ambaye hafanyi vitendo vizuri, yeye hafanyi maombi, bali yeye anataka kujaribu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kabla ya kufanya maombi mtu anatakiwa atumie uwezo wake wote, na hii ndiyo ni maana ya maombi. Kisha anasema, msidhani kwamba sisi pia tunafanya maombi kila siku na swala ni dua yenyewe. Bila shaka swala ni dua yenyewe, lakini hali inayotakiwa ipatikane kwa ajili ya kupokelewa maombi, hali ile ina lazima ipatikane. Dua ile ambayo inapatikana baada ya maarifa, ile dua inakuwa ya aina yake. Ile dua inakubaliwa na ile dua inavuta rehema ya Mwenyezi Mungu. Ile dua ni mauti, lakini hati mtu anapata uhai. Mwanzoni inaonekana kama ni tufani, lakini baadaye dua ile inakuwa safina kwa ajili yake, na kila jambo lililoharibika linarekebika kwa kumpitia dua yake. Basi dua inayokubaliwa inaleta athari hivi. Amesema, wenye baraka ni wale wafungwa ambao wanafanya dua na hawachoki, kwa sababu hatimaye wataachwa huru. Wenye baraka ni wale vipu ambao hawachoki, kwa sababu siku moja wataanza kuona. Wenye baraka ni wale ambao wapo kaburini, ambao wanataka fadhila kwa kupitia maombi. Siku moja watatoka katika makaburi yao, yani hali yao ya kiroho itaboreka. Wenye baraka ni nyinyi ambao hamchoki kwa kufanya maombi, na nyinyi mnalia, mnatoa machozi, na nyinyi mnajitenga dunia kwa sababu ya maombi, na mnaenda porini kwa ajili ya kufanya maombi. Katika hali hii hatimaye fadhila itateremshwa juu yenu. Yule mtu ambaye tunamwita kwake, yule mtu ni mwenye haya sana na niye ana rehemu juu ya wanyenyekevu, basi nyinyi pia muwe watiifu na kwa imani halisi mufanyia dua. Katika hali Mungu atateremsha rehema juu yenu. Muache shughuli za dunia na kelele za dunia na mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao wanafanya dua wataona miujiza, na wale ambao wanaomba watapata neema. Dua inakuja kutoka kwa Mungu na inarudi kwake. Kwa sababu ya dua Mungu anakuwa karibu kiasi hiki kwamba ni uhai wenu. Neema ya dua ni hii kwamba mabadiliko mazuri yanapatikana ndani ya mtu. Amesema dua ni dawa ambayo inaponya maradhi. Dawa ni ambayo yanasafisha uchafu wa kila aina. Kwa sababu ya maombi mtu anakuja karibu na Mwenyezi Mungu, roho yake inaelekea Mwenyezi Mungu, inainama mbele ya Allah na inasujudu mbele ya Allah, na sura yake inapatikana katika swala ya kawaida tunayoswali. Dua ni hii kwamba kuinama kwake mbele ya Mwenyezi Mungu, maana yake ni kwamba yeye aache mambo yote ya dunia na amwelekee Mwenyezi Mungu, na yeye awe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na sajda yake ni hii kwamba yeye anakuwa wa Mwenyezi Mungu, na yeye anasahau nafsi yake, na yeye anasahau mambo yote ya dunia. Hii ndiyo ni dua inayokubaliwa, na picha yake inapatikana katika sala ya kawaida tunayaswali. Ili mtu kwa kusali swala hii ya kawaida aje karibu na Mwenyezi Mungu, hii ndiyo ni hali tunatakiwa tuwe nayo katika maisha yetu, ili tuweze kushuhudia nadhara ya kupokelewa maombi yetu.
pamoja na kufunga saumu tunatakiwa tuelewe maana ya ibada, na vile vile sisi tutushuhudie maombi yetu yamepokelewa. Ikiwa kuna upungufu katika kupokelewa kwa maombi, basi ni upungufu ndani yetu. Mwenyezi Mungu hawezi kusema kinyume na kweli yoyote aliyosema ni kweli. Katika siku hizi za Ramadhan, kwa ajili ya kuleta mabadiliko ndani yetu, tunatakiwa tufanye maombi sana. Mwenyezi Mungu ambaye yupo karibu na waja katika siku za Ramadhan anakuja karibu zaidi. Tunatakiwa tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu kwa nia halisi na safi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku 10 za mwanzo za Ramadhani rehema, na katikati ni ya ghufira, na siku 10 za mwisho ni kuokelewa kutoka katika jahanamu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe watumishi wake, na Mwenyezi Mungu atughufirie sisi tuwe kupata baraka na fadhila kutoka katika Ramadhan. Katika siku hizi za Ramadhan mufanye maombi hasusan kwa ajili ya jamaat. Mwenyezi Mungu awarudishie shari za maadui juu yao. Sehemu yoyote ambapo wapinzani wanafanya njama zao zirudi kwao. Mufanye maombi kwa ajili ya Waislamu kwa jumla. Mwenyezi Mungu awazuie wasiweze kudhulumu na wasiweze waua wenzao, na Mungu awajalie waweze kuwa Waislamu halisi, waweze kumpokea imamu wa zama hizi. Vile vile mufanye maombi kwa ajili ya dunia nzima. Dunia inaendelea kuelekea kwenye maanga makubwa sana. Mwenyezi Mungu aijalie akili dunia hii iweze kutambua Mwenyezi Mungu, ili dunia iweze kuokoka katika maangamio. Huzuri anasema baada ya swala nitaongoza jeneza 2 ya ghaibu. Walifariki miezi 2 iliyopita, lakini sasa nimepata maelezo yao. Marehemu wa kwanza ni Dr. Tahir Aziz Saheb, na mwingine Dr. Iftikhar Ahmad Saheb wa Marekani. Hawa wote wawili walienda mji wa Jang kuangalia shamba. Mfanyakazi wa hawa madaktari waliteka nyara kwanza, kisha baadaye aliwaua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kule katika Pakistan watu wanapata ujasiri kuwaua wanajumuiya kwa sababu wanajua wakiwaua wanajumuiya hawatakamatwa, hawataadhibiwa na watapata sawabu, na wanajua kwamba viongozi pia watajaribu kuwakoa katika adhabu. Kwa hiyo wanapata ujasiri wa kuwaua wanajumuiya. Tunaweza kusema kwamba hawa wote waliuawa kwa sababu walikuwa wanajumuiya. Dr. Tahir Aziz Ahmad Saheb tarehe 27 wa 1967 alizaliwa. Babu yake Maulvi Nur aliwahi kujiunga na jumuiya katika familia yake. Hazrat Maulvi Nur Ahmad Saheb radhiyallahu ta'ala anhu alikataa kutia sahihi juu ya fatwa ya Muhammad Hussain Batalwi aliyotoa dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na yeye babu wa marehemu alimwandikia barua Muhammad Hussain kwamba yeye hatatia sahihi juu ya fatwa yake. Vile vile watoto wawili wa salatu wasalam, Sultan Ahmad na Mirza Fazl Ahmad, walisoma kutoka kwa babu marehemu. Marehemu katika Chatta Bakhtawar alianza kutibu watu. Alikuwa mtu mwenye huruma sana, na alikuwa mtu mwenye kwa wengine, na nyumba yake ilitumiwa kama ni center ya swala. Alipofariki watu wengi walileta rambirambi, hata wengine ambao walikuwa si wanajumuiya. Yeye ameacha mabinti wawili na mtoto wa kiume mmoja. Mtoto wake anaishi hapa London.
yeye ni son in law wa Rana Khalid Saheb. Na marehemu mwingine ni Dr. Iftikhar Ahmad Saheb. Yeye alikuwa kutoka katika mji wa Bawala. Alikuwa mjukuu wa sahaba wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Babu yake Jalaluddin alijiunga na jumuiya wakati wa halifa wa pili. Marehemu daktari katika King Edward College alipata degree na miaka 3 alitumikia katika Nigeria, na baada ya miaka 3 alienda Marekani, kule takriban miaka 15. Alienda Marekani, lakini baadaye alienda Pakistan, alirudi Pakistan na kule aliishi miaka 15. Kisha tena akarudi Marekani na kule akaanza kuishi. Marehemu alikuwa mtu mwenye kuwahurumia wengi watu wengine, na alikuwa akitoa michango, na alikuwa mtu wa kuwasaidia wengine. Ameacha nyuma yake mke na mabinti 3. Mwenyezi Mungu awaghofirie hawa wote marehemu, na Mungu awajalie watoto wao waweze kuungana na nidhamu ya sheria na ukhalifa. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.